Tena nakumbuka ile wakati tunaifanya ilikuwa ni asubuhi, tumeamka na mwanangu hostel pale, nataka nifanye maana simu endelee. Sijui sina ile stand. Maana tekisha kwenye mlango mara hivi nikawa nimegaili. Napenda hela sana, ndio maana naitafuta sana. Naomba unisikilize, lakini pesa kwenye mahusiano kwangu mimi, kwa background yangu mimi ya maisha, mimi nahitaji upendo zaidi. Ndio maana hata siku ya kwanza mamangu anaonyeshwa video, huyu ni mwanao. Yaani watu walipeleka video kwa mama ili kama wananisnitch. Huyu ni mwanao anafanya hivi. Mama kashangaa. Sipendi mapenzi. Upendi kivipi? Mimi sipendi mapenzi. Upendi mapenzi au upendi kufanya mapenzi? Sipendi mapenzi na sipendi kufanya mapenzi. General. Mambo vipi? Mimi kwa jina naitwa Pima. Leo bana tupo hapa kwenye kakikango kidogo. Mimi kwa upande wangu ndo mara ya kwanza kukaa kwenye setup kama hii. Na mimi pia. Podcast, wanaita podcast. Mimi ni mara ya kwanza and I'm so happy. Nani? Pima. Jina lako ni Pima? Yaani hilo ni jina la ugali. Yes, okay. Jina lako la awali ni lipi? La awali bana mimi naitwa Anita. Hilo ndo jina langu la kwanza, naitwa Anita. Anita and Pima. Okay. I go by the name Nur Lion. Nur Lion. Tuambie jina halisi. Jina la awali. Nurdin. Yeah. Nur Lion ilikujaje sasa? Maana kutoka Nurdin. Unajua si wengine tunaita ama watu tumekunya maji ya bendera, so unajua since way back kwa ni mtu unajua Timondi yani kindaki. Yaani mimi kwanza nilikuwa gasono la nilikuwa najiita New Platinums. Tangu kipindi hiko so unajua shule ni secondary. Boarding huko New Platinum. Sasa imeenda ile. Nakumbuka nilipoanza form 4 ile. Sasa nilikuwa na hii Platinums. Yaani imekaa kama ni moja kwa moja, unajua ni moja kwa moja huyu kuna kitu fulani anakitaka. Yaani huyu yani kwamba huyu sasa ni Timondi. Yaani moja kwa moja yani kama huyu ni Diamond kwa ile. Alafu pia kipindi kile Platinums walikuwa ni wengi, kila mtu Platinums. Kweli. Tena sasa advance nikaka mimi sio mimi ni shabiki wa Simba kwa nikasema. Huko Simba huko Lion, okay. Acha tu nijiite Nur Lion. Kwa nika change from New Platinums to Nur Lion until today. Kwa hiyo ni Nurdin ndo tunaanza. Nurdin kule Nurdin nimefupisha tu Nur, nimechukua ile Nur hapa leo. Ndio jina la Nur Lion nilikaa. Okay. Hiyo ni vizuri sana. Wewe Pima ukalichukua tu huku mbele. Yaani mimi obvious. Yaani Pima ilianzia wapi? Ilianzia advance ndo nikaanza kuitwa Pima. So jina lako? Ni jina langu lakini ni jina la babu. Yes, okay. Yaani advance ndo lilivuma zaidi. Nilikuwa napenda sana kuigiza. Na nilikuwa napenda kuigiza kiume. Kwanza jina la kwanza jina la kwanza ambalo lilianza kuvuma ilikuwa ni Mr. Brown. Watu walikuwa wananiita Mr. Brown. Yaani shule nilikuwa sijulikani kwa jina langu. Nipe kwanza hiyo. Nipe hiyo Brown. Yaani nilikuwa napenda kuigiza. Ndio nipe hiyo ujiigizie sasa kama meni sasa. Sasa hapa tujavaa mavazi fulani. Mavazi ya describe wewe twende. Basi vipi? Kwa hiyo unaniruhusu nikuchange? Nikuchange. Yaani nikuchee. Fresh. Kwani unabadilika hapa? Basi sawa, haina shida. Kwa vipi baby? Unaendeleaje? Hapana, ukinikuta mimi kwenye enga zangu bana, nilikuwa ni mtu wa tofauti. Yaani wadada walikuwa wananivushia. Unafanya na mchumba wangu yani, oh my god. Yaani hata ambao wamesoma na mimi advance watakuwa wanaelewa na wanajua. Okay. Nilikuwa najulikana kwa Mr. Brown, kwa ikaenda jina likaenda. Mwisho wa siku yani Pima ikaje. Kwa hiyo Mr. Brown watu wakaacha kuniita Anita, ikaenda Mr. Brown. Mwisho wa siku ikaja Pima. Ndo watu Pima ndo paka leo. Kwa hiyo nikaacha kutumia jina langu la kwanza Anita, nikaanza kutumia Pima. Ukaacha la pili? Nikaacha la pili, nikaenda la tatu. Yes. Okay. Na nilikuwa Pima ni jina la kiume? Pima jina la kiume ni la ukoo. Mimi naitwa Anita and Pima. La katikati hapa ni kama mitishamba, kwa hiyo tuliacha kidogo. Okay. Kwa hiyo ndo hivyo Pima likaanzia hapo ndo paka leo. Hata nyumbani kwetu mimi ukiulizia jina langu Anita,
kwamba Anita mpo wengi. Sio kwamba tupo wengi, unipati. Yaani washanizoea kwa jina la Pima. Kwao ni Pima na mimi ndo nimeona kama ni jina la Riziki. Ndo nalitumia hadi leo. Tuseme limebamba na kushaini. Ndo hivyo. Kwao Nulayo ni Pima. Tupo leo hapa. Sasa wewe ni content creator, mimi ni content creator. Unafanya TikTok, unafanya reels za Instagram hivyo. Unawezaje kucope? Unajua kuna kale ka confidence. Yaani maisha ya social media na maisha sasa yetu sisi wenyewe ya uhalisia. Unawezaje kucope? Unajua sasa na uzuri I don't know sasa ni uzuri au ni ubaya, mimi siwezagi kufake. Yaani kitu kinaitwa kufake mimi nimeshindwa, yani siwezi. Yaani ninacho sina. Yes. Unajua kuna ile mtu akikuona mtandaoni anaona yaani ni mtu fulani hivi. Yaani kisa tu umeenda viral. Unajua kuna ile yaani huyu atakuwa ni mtu fulani hivi. Wote ni Watanzania, yani ndo maisha yetu. At the end of the day sisi ni sisi. Ndo maisha sasa ya content creation huku social media na maisha yetu sasa halisi. Kwa mfano wewe hapa ulishawahi kufanya content ile ya Suzibale. Nikaona pale kwenye comment section pale, kaka ushaanza kujinanili. Kaka sijui hivi. Yaani ile ulichukuliaje? Najua unajua zile comments ambazo zipo kwenye zile post na unasoma obvious. Japo sasa unajua comment zikishakuwa nyingi uwezo ukasoma zote. Lakini unaziona. Ukifanya content ikaenda viral sana yani comment zaidi ya 5,000 automatically uwezo. Lakini ni lazima utazisoma. Yani kuna baadhi ambazo nyingi ambazo unaweza kutaba ni negative. Unakuwa unasoma. Sasa unakuta kuna ile mimi nimefanya za kuna watu wamenijua kwa sauti ya TID. Kuna watu wamenijua kwa sauti ya Suzibale. Hata mimi nimekujua kwa TID. Kwa hiyo kwa TID ilikuwa ni nzuri kwa sababu ni TID na yeye ni wa kiume na mwenyezi ni wa kiume hivyo. Kwa na mimi kuna ile nikifanya kitu yani nakipatia sana kiasi kwamba mpaka mtu anaona kama mbona kama huyu ni yeye. Si umeelewa hivyo. Kwa TID ilienda nikama kwa Suzi nakumbuka, unajua ilikuwa kama mimi napendaga kufanya kitu yani mpaka unafanya content maana kitu mimi nimekipenda yani. Naweza nisiende na trend. Labda tunifanye kimetrend sana lakini mimi nikaona bado cha kawaida nisikifanye. Sasa mbona ngoja fanya content fanya na kwa sana naona imeenda lakini mimi labda nakuwa sijaelewi sana hiyo. Sasa ile ya Suzi ilivyokuwa nilikuwa nimeona nimepita tu ile nafikiri ilikuwa ni Instagram nikakutana na clip yake kwamba anabishana kumwa kimedikie kwa mambo ya sima ni call kitu kama hicho. Sio alikuwa hivyo, alikuwa ana kama anamnini hivi. Ndio. Sasa unajua anakuwa anaongea sawa, nilikuwa nacheka yani ile yani nilicheka. Sasa mimi kitu nikishakipenda ndio kuna ile napenda na mimi nikifanye ili nikiwa na kirudia nijiangalie mimi yani. Ndio. Kwa mfano TID si ameongea kitu fani. Ndio. Si nichaje bidi niifanye. Napenda na mimi niifanye ile niipatie vile ili nisimwangalie TID nijiangalie mimi. Si umeelewa? Nakuelewa. Kwa nikaona nilicheka sana. Mmoja anatamani naye niifanye. Kwa jana nakumbuka alikuwa na dogo nikamsikiliza tulicheka sana. Nakumbuka ilikuwa ni usiku kabisa kama hivi. Nikamwambia kesho mtaifanya. Kwa mimi pale kwa maana nikaanza kusikia. Kwanza nikaanza kusema kukalili sasa. Nikaana kalili kesho yake nikamka asubuhi ile. Sasa tena jana hivi baadaye saa mchana nilivyotulia nikai brainstorm tu kidogo ile. Sasa ngoja nifanye nikatega tu simu yangu. Hii yani ilikuwa ni normal. Nikatega simu yangu kwa sababu nishaka na mimi nikishakalili manake na kwa najua. Ndio. Hapa kama nimekasirika nitakasirika, nimepayuka nitapayuka hivyo. Ndio. Nikaenda nikaipiga ile of course fanya mara moja kwa sababu unaweza kufanya kuna sehemu kwa kosea. Nataka nipatie kwa usahihi 100%. Ndio. Japo kuna baba nikifanya sana nikaona sahihi it's enough. Kasheshe. Kwa sababu nimeifanya sababu kuna sehemu tu kidogo. Ndio. Nimekosea. Kwa mtu ukiangalia unaweza usione ila mimi kwa sababu ndo amenifanya naweza nikaona. Ndio. Sasa ikishana mimi nimbacha tu nifanye. Kwa hiyo acha tu nipost ile nikaifanya nikaipiga fresh. Kwa nikasiangalia sasa Suzi najiangalia mimi mwenyewe nikaipost ile pale. Kwenye comments mimi ndo nataka hapo. Listen sasa. Baada ya pale sasa wewe nimepost ikaenda. Ndio. Watu kwenye comment umetishani usu sasa mwanzoni. Ilikuwa tu ni kawaida. Sasa nilivyo nimeenda nikawa nafanya zati sasa za Suzi. Sasa unajua ile unavyozidi kuzifanya labda ungeweza unataka kuonyesha baadhi ya reaction labda sio na ile labda mapozi nini hivi.
Hasa na muda mwingine mtu mwingine labda wewe ulivyo unaona huyu jamaa vipi, sio unajua kwa sababu mitandaoni watu kila mtu ana mindset yake yani. Ndio. Kwa kuna huyu jamaa vipi, comment zingine negative, sasa sisi wengine tunapotezea tu. Yani bana azonga mwenyewe anajijua. Ndio. Ndio. Nakumbuka. Hiyo mpaka kuna ex wangu mmoja alikuja aka comment. Akadidie hivi hizi comment. Hivi sio ni alicomment sio alinidm. Kwa hivi kwa nini comment hivi wanakujua au vipi? Mimi nilichomjibu nikamwambia kwani wewe uzuri si unanijua? Kwa zonga zona unanijua basi mimi ni yani kwamba mimi wengine hata wakinidefine negative watajua ni ila zonga wewe unanijua. Kwa at the end of the day tuelewe kwamba maisha ya social media ni tofauti na sisi tunavyoishi. Ni tofauti. Yani tofauti kabisa. Sasa unakuta yani kwa mfano nipo kwa Suzani kinachonikata muda mwingine baba mtu kakuna Suzi. Unajua mimi sasa mimi ni wa kiume. Unanitaje Suzi? Ila ndio kwa sababu inabidi tu uonyeshe hivyo, inabidi tu smile nini hivyo. Ya kweli uwezo kama. Sasa na muda mwingine sasa watu walivyo, sisi pia ni binadamu. Sasa mimi nipo kwenye bad mood. Unanitaje Suzi? Na mimi ni wa kiume. Na ndio maana mimi muda mwingine mara nyingi huaga napendaga kuwekaga earphone masikioni. Ya kweli. Haijalishi nasikiliza muziki sisikilizi. Yaani nikitia phone masikioni. Ndio. Najua na confidence. Najua ukiniita kwa jina fulani. Wewe sio ambaye tunafahamiana. Yaani wewe ni mtu ambaye umeniona tu mnaona. Maana kisha ni TID au Suzi hivyo. Kwa maana kama mimi ni maamuzi yangu. Kama nitakuwa kwenye mudi nzuri nitageuka. Ila kama nimo kwenye mudi mbaya iko ni kibati iko, kwa sababu mwenyewe utakuwa ushajua kabisa na phone sijakusikia. Kweli. Na kweli muda mwingine kwa stress kwa sababu nasikiliza muziki. Ni kweli. Ni vizuri. Kwa ndio hivyo bana. Japo muda mwingine unatoka kama hivyo unakuta nimehama, kama mwingine nimemove, nimetoka kwa Suzi, labda anafanya content za mtu mwingine au bana changanya lakini still yani mtu bado si ana stick pale. Sio mbaya, at the end of the day hiyo sio reality. Unajua hivi. Alafu hivi na wewe unawezaje kwa mfano? Unajua mimi nikikuangalia wewe in real life na kwenye content ni watu wawili tofauti. Kwenye content bwana ni umechangamka. Jamani wewe. Pia lakini huko kwenye real life naona yani kabinti fani hivi yani nikapoli akapendi kuongea nikakimya. Hiyo inakuaje hiyo? Ni kweli mimi kwenye social media na uhalisia ni vitu viwili tofauti obvious. Ndio maana hata siku ya kwanza mamangu anaonyeshwa video, huyu ni mwanao. Yaani watu walipeleka video kwa mama ili kama wanani snitch. Huyu ni mwanao anafanya hivi. Mama akashangaa. Kwanza akasema ya mwanangu kujiposti muachane naye. Akanifuata, wewe unaongea hivi? Kwanzia lini unaongea hivi? Imekuwaje unaongea hivi? Mbona mimi sikujui hivi? Kwa mimi ni vitu viwili tofauti. Mimi nature, mimi ni mpole. Yaani ni mpole na siwezi yani sijui nisemeje. Siwezi tu yani sio ndo nilivyo. Yani nakuwa na confidence kwenye simu yangu. Ila sio mbele za watu. Maana yake unaweza kujirekodi ukiwa mwenyewe. Yes, nita vibe kwenye simu ila sio ni hype, yani sio nikuelezeje, ila yani uweze kufanya challenge hapa na mtu mwingine, unaweza tu kufanya challenge nafanya na challenge na watu wengine. Maana challenge na watu wengine utakuwa na vibe kama ukiwa nalo peke yako, ukiwa mwenyewe au inakuwa yani niseme kuna kitu kitabadilika tu. Yani sijui hata nikujibuje swali au mpaka mtu umzoe. Yani kwa mfano mimi. Yes. Yani same hivyo. Yani mimi kufanya challenge zile mbele za watu sio, kwa sababu kwa mfano wewe sasa kuna mfano mimi nikiwa nataka nifanye challenge maana lazima niikalili. Ndio. Sasa kwenye kuikalili lazima niwepo mwenyewe. Ndio. Yani sasa nipo chumbani, maana yake nitavaa earphone na nasikiza, maana yake nafanya na ishara kabisa. Sasa mtu hapa kama yani maana yake nakuwa naigiza vile vile mpaka yani mtu anaweza akajiona anaona labda nimerekodi, lakini maana yake process zilizopitia huko nyuma ni nyingi. Si umenielewa? Maana yake nakuwa nafanya ile. Kwa mfano kipindi kile nipo hostel ilikuwa mwanangu akiona ndugu yangu ndo kashaanza. Yaani nakuwa kama chizi fulani, unajua hivyo. Kumbe wenzako wanakaa. Lakini mbele za watu siwezi kufanya hivyo. Yaani sina huo uhuru. Ndio maana mimi watu wengi wakikutana na mimi wanategemea watapata the same reaction. Ile ninavyo hype kwenye simu, wewe Fiamen, sijui nini nimeongea hiki, nimehype, nimeongea kwa nguvu. Kwa watu wakikutana na mimi wataanza pima,
wataanza yani wanatamani kupata the same reaction. Kumbe mimi ndio maana kuna mtu aliniambia alikutana na mimi, yani wewe kwenye simu unaongea kweli ila ukiwa live domo zege. Nilishiwa power kwamba mimi ni domo zege. Yani unakuwa umetulia tafikiria maji mtungini. Na hizo ni comments ambazo napataga kwa watu wengi sana. Hasa watu status viewers wangu wa WhatsApp. Yani wewe pima. Yani kwenye simu TikTok ndugu yangu, mbona unaongea hivyo lakini live wewe ni domo zege. Sasa yani mimi tuseme yani in short mimi kwenye simu bana ikiwa peke yangu na huwa tunaomba mpole, si ndio? Huo ndo uhalisia. Mimi ni mpole. Isipokuwa unachangamka ukishaka kwenye kamera yako. Kwenye kamera na sehemu ambayo inanipa ugali. Of course mimi sio mpole. Mimi ni mpole. Yani mimi isipokuwa nitachangamka kwa mtu ambaye nimemzoea. Yani kwa mtu umeniona tu ile siwezi nitakuchangamka tu ile kawaida. Si unanielewa? Yes. Watu wanaonijua ndio wanajua jamaa huyu unamuona hivyo lakini ni muongeaji. Of course mimi ni muongeaji. Ila ni muongeaji kwa ambao ninajuana nao. Yes. Labda tuimeki. Yani kama mtu tumekutana tu leo hii ndo nianze kuongea hivyo. Mimi mwenyewe hivyo kama wewe hapa ishakuzoea, nita vibe na wewe, nitakutania, lakini sasa kama sijakuzoea obvious siwezi nikaanza tu kukupaparukia. Kwa sometimes watu maisha ya social media na huku live ni vitu viwili tofauti. Yani watu huku ni wapole, wanaishi maisha mawili tofauti. Na hatu fake obvious. Mimi si fake. Sure. Utakaa Mbagala, tunapanda gari tunashikilia, ndo maisha yetu. Au tukipata usafiri utajua yani uzuri. Sisi wengine ni kwamba hatufeki. Yani ukiniona siku naendesha gari hilo ni la kwangu. Yes, ni la kwako. Azonga umeniona bado nipo kwenye bodaboda, kwenye Bolt, kwenye mwendo kasi. Daladala. Maana bado najitafuta. Yani sio kwamba sina la kupanda Bolt. Ndio. Lakini ni kwamba nakuwa muda mwingine una save. Yani discipline ya maana inabidi uwe na hivyo. Kwa maisha ya social media na huku jamani ni vitu viwili tofauti, lakini watu ni wale wale. Ni vile tu kwenye harakati za kimaisha bana. Ndio unakuta mtu akikutana na wewe anakuambia domo zege, ile iliniuma. Vipi umesikia kwanza bilioni zetu 2 huko zilizotengwa na? Nimezisikia. Serikali atupenda sie. Wewe unaonaje hilo swala? Kusema ukweli sijui hata nianzie wapi kwa sababu kwanza zinatolewa kwa utaratibu. Cha kwanza nasikia lazima ujisajili. Sina taarifa rasmi lakini hivyo ndio nilivyosikia. Lazima ujisajili, kujisajili sio ni 55, sio ni 50 kama content creator inabidi ujisajili. Cha pili ni unakopa, sio kwamba unapewa tu. Unaenda unakopa kwa ajili sasa ya kufanyia production. Kama unavyojua kwenye mambo ya content creation utafanya production, utaenda sijui location, kuna cameraman lazima ulipe. Mimi sijui lakini kuna ile unajua sawa unanipa mkopo maana yake sinabidi nikafanyia kitu ambayo hiyo hela nitairudisha. Sasa mifumo yetu ya Tanzania kuna namna bado yani unajua kwa sababu pia bado tunajitafuta. Kuna hizo tunapata numbers tu lakini na numbers nyingi sana unabani kwenye TikTok labda na Instagram na ambapo unakuta huko sisi bado hatujafanyaje hatujaanza kulipa kama wenzetu. Mfano labda ukiangalia sasa hivi Afrika tumeona wenzetu Rwanda hapo tuko wanaanza kulipa. Kwa maybe labda unakuta na sisi siku moja ikaja na TikTok tukawa tunalipa at least. Kwa sababu mimi najua naenda nakopa lakini nitairudisha kwa sababu TikTok tayari naijua. Kwa kuna ambazo nitakazozifanya naweza nikairudisha hiyo. Kairudisha pesa yangu. Lakini kwa sasa hivi unakuta sawa Facebook labda wanalipa. YouTube lakini huko content zake yani I say unabidi utulie. Ukaze kichwa. Alafu pia kuna hii situation. Hii ni situationship aswa. Unajua kuna ile unaposti video TikTok inaenda chap haraka sana. Lakini ukiposti Insta ina stuck. Yaani shida inakuwa nini hapo? Unajua bwana watu wa Insta na wa TikTok ni watu wawili tofauti. Ni watu tofauti. Insta ni wapo watu fulani hivi ambao kuna ile zamani kwa nasema yani Insta kila demo ni mkali. Yani Insta huwezi kukutana demo mbovu. Kwa hiyo Insta ni sehemu fulani ambapo wamekaa ni watu ambao wengi wana ni watu fulani lakini mtu TikTok yani kule tu ambao
ni watu yani kule ni kuhafa yani ni kucheka entertainment kwa maana unaweza ukaposti video TikTok ambayo inachekesha ikaenda kabisa 4 million kwa lakini ukaiposti huko Instagram ukatu ni ya kawaida hapo na sometimes inaweza isiende kabisa lakini TikTok ukiangalia yani huko Instagram ni udaku kule udaku mbea yes lakini huko TikTok bana udaku wanapenda umbea wapo yani mimi uzuri wa TikTok watu wanapenda sana kucheka yes na hata udaku wako utakaoleta uwe ni wa kuchekesha Insta udaku wako hujalishi ni uchekeshe usichekeshe alafu mimi pia kitu kingine ninachokipendea TikTok hakuna star wa TikTok hayupo hayupo yani unaweza kwamba eti huyu ni star wa TikTok hayupo yani mimi hiyo naiamini kwa sababu ma TikToker ni wengi sana. Na kila siku wanakuja wanazidi unajua TikTok uzuri wake unaweza ukaposti video wewe ukao unapata viewers 100 kila lakini katokea siku moja tu umeposti video imeenda milioni 1 ambayo itakuwa ndo hapo mabidi ushikilie hapo umeisha ushatembea hivyo kwa TikTok wamnaga star lakini huko Instagram kuna wababe makontawa wapo kwa hiyo hapo ndo utofauti pia na uone bana swali langu la mwisho kabla tujifunga kautani kidogo wewe style yako ni nini starehe mimi sinywi pombe sivuti sigara sivuti bangi okay starehe yangu mimi labda niseme tu kulala sasa kulala inakuwaje starehe napenda tu kulala labda mimi ni mvivu you never know mimi napenda tu kulala yani kulala inakuwaje starehe basi starehe tukidescribe starehe ni kwamba ni kile kitu ambacho kinakupa furaha si ndio kinakupa furaha yani to the maximum ni kwamba sijui nikwambiaje yani inakufanya fulani na akiwezi kuonekana maybe haba kero kwa watu wengine sasa unalala maana yake unajua kuongelea kulala kila mtu ni analala mimi labda niseme yani style ni kile kitu ambacho unakuta mtu mwingine akifanye mwingine anakifanya sasa kula nani halali watu wanalala lakini mimi labda ngoja sasa mimi ngoja nikusaidie kwa upande wangu mimi labda mimi nikisema unaweza ukanielewa maana style of course mimi mwenyewe same ndio hivyo sivuti sigara sivuti bangi si mambo ya shisha hivyo si pombe mimi ni mtu ambaye kwanza pia sio mtu wa kupenda kutoka ndio sana wa ndani si unanielewa kwa mimi mtu ambaye style yangu napenda tu nikae zangu ndani na baby mama wangu si unanielewa humo ni si unanielewa hivyo yani kwa hiyo wewe yani ndio hivyo yani mimi style yangu kiufupi ni mapenzi yani nikiwa na mtu wangu ndani tuna have fun tuna enjoy mama mmerekodi mmeshoot zenu content mmecheka mmefly hivyo mmepiga kidogo mmepiga kimoja mmerudi yani hivyo si unanielewa yani hiyo ndio style yangu sasa unaongelea kulala haiwezi kuwa style mimi labda napenda wanaita wazungu escape from reality yani unaepuka ukilala unajua unaepuka ukweli kwa muda mfupi ndio maana mimi napenda unajua sometimes kwenye maisha ngoja nikwambie kitu kwa nini napenda kulala kwa sometimes kwenye maisha kuna vitu vinaumiza sana moyo kwa hiyo sometimes unatumia njia ya kulala ili kuondoka kwenye ule ukweli kuondoka kwenye yale maumivu ila ukiamka inaendelea that's why mimi nakwambia mimi stare yangu ni kulala kwa sababu napenda kuondoka kwenye ile reality kwa sometimes nakuwa na mambo yananichanganya maisha yananipelekesha nikilala stress zinapotea kwa hiyo ndo stare yangu sipendi kuwa kwenye reality mapenzi nipo tu umejaribu kwa sababu unaanzaje kusema stare yako wewe ni nipo tu hawe sema tu mapenzi yani umejaribu hiyo kwamba mpaka hii mapenzi nayo mimi haipo katika stare zangu sipendi mapenzi upendi kivipi mimi sipendi mapenzi upendi mapenzi au upendi kufanya mapenzi sipendi mapenzi na sipendi kufanya mapenzi in general sipendi mapenzi sipendi kufanya mapenzi kwamba kuna mtu duniani hapendi iko kitu ndio tupo na mimi ukiwa kwenye mahusiano na mimi yani unabidi usiwe mtu wa kupenda yani mimi wakupenda mapenzi yani usiwe mtu wa kupenda mapenzi sana okay yani uwe katikati okay ndio okay maybe ila ulishajaribu ukaona kwamba bana mimi hiki kitu hapana acha labda mimi nafanya tu for
hivyo ikitokea tu nimemmisi mtu wangu sawa, ikitokea hivyo, kwa sababu paka tunasema yake social experience, ndio maana upende kukifanya overdo. Sasa hiyo ni no comment. No comment how? Yani no comment. Sipendi mapenzi, sipendi kufanya mapenzi, sipendi kuwa na mpenzi. Okay. In short, fear men. Okay. Tuseme tu hujapata. Fungu la kukosa. Kwa sababu mwanzo ndio uliniambia kwamba wewe ukiingia umeingia mazima. Yeah, mimi ni hivyo. Sasa ushasema umeingia mazima, fupendi mapenzi. Bwana ni vitu ambavyo mpaka hapo sasa kuna lugha gonga. Yaani mimi ni hivi ambacho kwa hujanielewa. Mimi nikimpenda mtu, nitampenda kwa moyo wangu wote hadi wa ndani. Sasa maana yake ukishampenda mtu kwa moyo wako wote, akishakuwa anapenda iko kitulia. Akishakuwa anapenda iko kitulia. Lazima umpe, yani kwamba wewe tayari unamuelewa. Yaani mimi wewe unanielewa, si ndio hivyo? Ndio. Eti mimi baby bwana nimekumisi tunafanya. Kwani mapenzi lazima ufanye mapenzi? Listen. Mimi najaribu kukuelezea, yani kukuelewesha. Kwani nini maana ya mapenzi? Jamani. Maana unanichanganya. Wewe nijaribu nisikilize. Wewe umesema ukiingia umeingia mazima, si ndio hivyo? Ndio, mguu kama ukimpenda, unajua maana ya kupenda ni kwamba atakachokisema mwenzako. As long as sio kwamba kibaya sio kitakuvunjia heshima. Ndio. Si lazima utamsikiliza, si ndio hivyo? Ndio, yes. Na maana kwenye mapenzi mpaka tunaita mapenzi iko kitu iko. Yani kama ndo lazima ufanye mapenzi. Na of course. Yani iko ndo main. Sio kwa sababu inawezekana leo bwana nimekumisa eti unasema upendi. Mimi sitaki. Ndio maana nikakuuliza umejaribu iko kitu? Basi sijajaribu kufanya mapenzi. Mimi binafsi naweza nikakuamini, ila sijajua hao watakao tutazama hapa. Tutawaachia wao. Kwani mnasemaje? Waseme wenyewe. Tutawaachia wao waone kama wewe. Ila in short kuwa na mpenzi ni vizuri. Ila sasa kwenye hivyo vitu vingine ndo kashish. Nini? Tuishie tu hapo nurudi. Vitu vingine vipi sasa? Unakagua simu ya mpenzi wako? Of course. Kwa nini ukagua kati? Sasa ni kwamba sio kwa baba lazima, yani kwa maana kagua sana hapa. Nani? Kwanza nataka niwe na uhuru nayo. Yani first utaki kuonesha rifa kwamba nikishika simu yako uwe na uoga. Ndio. Nataka uwe comfortable. Yani naweza muda mwingine nikawa tu nataka nikuangalie. Simu yako si kwamba mimi lazima simu yako baba. Nataka tu wewe expression yako itakuwaje? Yani reaction yako itakuwaje? Ukiona anaogopa hapo sasa ndo penye. Na cha kwanza pia password yako nijue. Hapo tu. Nataka password inabidi kama zinaweza kusoma zaidi ya 2 na iwe na password yangu. Yani kwa mimi nataka niwe reaction ya kwanza. Unajua mtu ambaye hachiti. Ndio. Mtu ambaye hana makando wala muda mwingine sio kuchiti, mtu ambaye hakusemi vibaya. Ndio. Sio, unanielewa? Sababu mtu mwingine upo naye lakini hakuchiti, lakini labda anakusema vibaya kwa marafiki zake au kwa nini zake. Sio, unanielewa vizuri? Ndio. Kama mtu upo comfortable hivyo utafanya lazima awe tu cool. Yaani kwamba wewe kokote utakapoenda mimi fresh. Sina noma, sio, unanielewa? Kwa mwingine anachukua papa funa na mchukua tunamwangalia baba. Atafanya ataliact vipi? Ndio baba anaingia kwenye gari kwenye nini hivyo basi. Japo ni kweli nakuwa nachunguza lakini nataka kwanza nione ile expression yako ya kwanza ipoje. Nikiona tu upo cool umekaa upo kawaida, hata sitochukua muda mrefu. Naweza tu kwa nini nimekaa tu kwenye message juu nimeangalia sioni kitu hivyo. Lakini kuna ile umechukua mtu afanye yani hapo ndo mama yangu itafanyika investigation moja kama yani FBI. Tena ikishona hivyo sasa sichukue sana nikakurudisha. Basi sawa samani. Nikaja kuichunguza nikiwa mwenyewe ya. Yaani nitakuchunguza hata kama ni umeani mwenyewe, yani nitulie kwa sababu ndaamini ndio nitakuwa comfortable, lakini ukishaonesha ile reaction kwamba uoga imekuaje? Vipi? Yaani ukiwa kwenye mahusiano na mimi mwenyewe lazima nishike simu. Tena mimi ni FBI haswa. Yaani haswa. Sio yani nitakukagua. Kukupekua tu. Nitakupekua kila kona. Ni kwamba mimi kama nilivyokuambia, mimi napenda kweli kama nilivyokuambia, mimi pia sipendi simu yangu ishike. Ukiishika ni utajua mwenyewe. Yaani kuna ile kwa sababu kama ulivyosema, yani wewe unaweza kuongelea comment labda wana comment inakupenda nyingi. Lakini kumbuka kuna DMs. Kwa hiyo kama utashindwa kuvumilia kwenye comment, kwenye DMs utaweza.
Naweza nikavumilia, lakini unakuta sasa mtu kwa kudia ndio, lakini na wewe unaonesha kama unamtaka. Hiyo ni kesi nyingine. Unajua kuna watu wana njia nyingi sana. Yaani mtu anaweza akakutext kawaida usimjibu, lakini kuna mtu mwingine akaja kama mteja. Yaani kama anataka kufanya kama tangazo. Yaani kwa sababu unajua TikTok ukiaccept tu basi huyo mtu niweza umblock au vipi, lakini ni lazima atakuwa anakutumia message na zinafika. Kisha ni chiti kwenye simu tu basi kashishishaanza. Ndio hivyo, lakini ni hatari. Comments mbaya lazima tu upate. Yaani ukishakuwa kwenye mitandao ya kijamii bana, comments negative zile haziwezi kuepukika wanasema. Yaani huwezi kuzikwepa. Utakutana nazo. Tena mwingine analeta expression hisia zake, yani anapelekeshwa na hisia, anakufuata paka DM anakutukana. Yani wewe unasema hivi ndio mwana utaolewa. Tena wanaume. Mimi sasa nikiwa nafanya zile zile contents za kike zile, kagua simu. Sijui ogopa wanaume, fear men. Wanaume wananifuata DM. Yani wewe hautokaa uolewe. Unaoshauri wanawake wenzako upumbavu. Utokaa uolewe. Yani zile kwa mimi nikiona sasa vile. Unajua hiyo inatokea kwa sababu kuna watu wengine wanachukulia vitu serious yani personal, kwa sababu unaongea tu for fun, yani kufresh tu watu basi, lakini mwingine anakuja yani pale mtu anasema manake anakuwa hilo kitu amechukulia serious kwa unaosha tu hivi wakati wakija hivyo basi tu sometimes unasema tu sawa, sometimes una block, sometimes unaacha. Lakini kuna wale wengine ambao ukishaongea kitu wasiwasi wanawake wanakufuata. Yani kweli dada, ulichoongea ni kweli. Mimi nimekumbwa mnakuta tu mtu anakuhadithia story yake. Nilikuwa na mwanaume hivi. Kwa mfano mimi zamani kabla sijaanza kuongea hizi content za hivi, nilikuwa nasimulia stories. Kwa hiyo katika kusimulia stories nilikuwa napata DMs, watu wananitumia stories zao, yani vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha yao na mimi ninavipeleka, ninahadithia stories mbalimbali. Muda mwingine mtu unafanya zile contents, mtu anakufuata, dada naomba unishauri, nipo kwenye mahusiano na mtu hivi hivi, sijui nifanyaje. Nafashwa DM zipo, dada sijui hivi na hivi. Kwa hiyo ni watu tofauti. Wengine wanakuja wana hasira, wengine wanahitaji ushauri, wengine wanakusupport unachokisema. Kwa hivyo ili mradi tu usipanic. Kwa hiyo mara kuna comments zinapanikisha. Hiyo umesema nataka nijue ushawahi kupata heartbreak yani? Heartbreak kwenye mahusiano. nishawahi kupata. Okay, ilikuwaje hiyo? Nishaumizwa, nishalia. Pole, I feel pole. Yanapita bado manake hapo. Sijui. Hapana, nishapata heartbreak ndio. Niuliza swali. Yanapita. Unajua kusema yana. Nishapita, maana Nishapita. Nishapata heartbreak, ishapita. Maana at the end of the day hata kama ukishapata heartbreak, maisha lazima yaendelee. Usha move on. Maisha lazima yaendelee. Au ndo subiri ukutane naye ndo ujue kama usha move on. Mimi nina sheria moja kwenye maisha yangu. Ukiachana na mimi, sikujui. Nitakupita hapo kama sikufahamu, na ni kama wewe hujawahi kutokea kwenye maisha yangu. Sikujui. Na hiyo Mungu ananiona, sisemi uongo. Ukiachana na mimi, yani ukajua kabisa nimemdate Anita Pima, sahau kama unanijua. Naongea from the bottom of my heart. Sikujui, sikufahamu, sikuhitaji, sitakutaka. Taratibu sasa. Naongea from jamani, so mimi yani Hali unanitisha. Serious. Yani mimi ukiachana na mimi hiyo ndo sheria. Kama kijana. Mimi hiyo ndo sheria kwenye maisha yangu. Sikujui, sikuhitaji, sitakutaka, sikufahamu. Yani wewe ni kama umekufa kwenye maisha yangu in short. Najua ni neno gumu lakini ndo hivyo ukiachana na mimi. Pole. Ni maisha. Pia. Wewe ushapigwa tukio. Sasa kwani heartbreak ni tukio au heartbreak ni basi ushawahi kupigwa heartbreak? Of course, yani sasa unajua sisi wengine ila unajua mtu unajua ile mpaka anasema hivyo mtu anawezaje kumove on. Unajua kitu kumove on ilivyokuwa ni ngumu. Ni ngumu, I understand. Yaani hamna kitu kigumu kama na hasa mtu ambaye umempenda kweli kweli. Unajua kinacho acha nijiongelee mimi. Of course mimi naweza ngasema siweza kusema of course nafikiri nisha move on. Ndio. Ila unakuta kinachonitesa. Ndio. Ni kwamba unakuta
haujampata mtu ambaye ata replace. Tena sio kuliplace, unajua kuna ile yaani naamini yule mtu ambaye nilikuwa naye ni alinipenda kweli, yaani huyu mimi alinipenda, yaani unajua mimi huyu yaani of course mtu sana kupenda, lakini kuna ile yule mimi alinipenda. Unaongea na macho yanajieleza, mimi nakusoma machoni. Yaani kwamba huyu mimi ananipenda, si unanielewa? Yaani the way mnavyoishi, yaani even mimi huyu ni ananielewa. Ndio. Lakini unakuta mnaopata anakupenda lakini bado yaani huyu bado. Si unanielewa? Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinatesa sana. Yaani kwamba kupata replacement ya yule ambaye yule atakava nafasi yake. Lakini mimi naamini kuna kitu kinaitwa destiny au fate. Yaani kama mmeandikiwa na Mungu kwa pamoja, hata muachane leo, miaka 3 mbele, kama iliandikwa na Mwenyezi Mungu, mtarudiana tu. Hapo basi tena fungu la kukosa. Maana ulivyokazia, yaani akipanga ashaolewa sasa, kwa hiyo kama hapo ameolewa basi tena. Ndio hivyo, na uwezo ukasema eti muombe mtu mabaya. Hapana, uwezo kaombea. Ila kama ingekuwa inawezekana kubadilisha. Ila kimoyo unajua kuna ile sema Mungu Baba, basi. Lakini ndio hivyo, unatamani tu unawishi. Yaani mtu unachoishi na unawishi siku moja, kwa sababu watu hawafanani. Ndio. Mtu unawishi upate upendo kama ule basi. Mengine tu ya kumuomba Mwenyezi Mungu atupatie watu sahihi kwa wakati. Yaani upate upendo kama ule, kwa sababu hakuna namna. Kwa hiyo I say yule mtu kwa kweli Mungu atakujalia. Ametisha. Yaani katika kitu, yaani ndio mpaka anasema, yaani kuna mtu sasa mimi sijui ni kitu gani kitakuja kitaniumiza, kwa sababu kama ushai kutoka kwenye hiyo situation to the maximum. Kwa sababu sio kama mtu baba unajua mtoto wa kiume labda unajikuta umekaa zaidi ya miaka hata 2-3. Ndio. Na hujamove on, yani hujamove on ipasavyo, ujue kweli iko kitu ni kweli deep. Kweli ilikuwa ni deep. Kwa hiyo wengine mpaka wanasema mimi eti ndo mtu eti ndo nimekaa nimempenda kweli kweli, eti ndo akiniacha nitaumia. Upendo unatengenezwa. Of course unatengenezwa, lakini manake mpaka utatengenezwa kufikia kama yule, manake ndo nitaumia tena kama vile. Si unanielewa? Yaani tuishie hapo. Kufikia kuumia kama vile, manake itabidi huyo mtu anitengeneze nimuone ana upendo kama vile. Mimi ninachojua katika maisha lazima upitie maumivu. Yaani haijalishi ni kwenye mahusiano, maisha ya kila siku. Kwa hiyo hilo tu umepitia. Ndio maana nakwambia maisha yanakupiga matukio. Yaani maisha yenyewe yanakupiga matukio mpaka unasema baba. Sasa maisha au yaani maisha, mahusiano yanakupiga matukio yote kwa pamoja mpaka yaani unatamani, yaani tuishie tu hapo kaka. Pole. Ni kawaida. Ado, tuulize swali. Unadhani pesa ina role gani katika mahusiano? Pesa ina role gani kwenye mahusiano? Yaani pesa ndio kila kitu. Ina mchango gani kwenye mahusiano? Pesa ndio kila kitu. Nadhani ningekuwa na mawe sasa hivi kwamba ningeachwa. Nisingeachwa. The issue is hiyo pia ni moja ya kitu ambacho of course nishai kuachwa kwa sababu ya hiyo, kwa sababu ya mawe. Sinisha kama nishai kuachwa kwa sababu ya hivyo, kwa sababu ni TikToker. Na pia nishai kuachwa kwa sababu ya hivyo. TikToker na pia hela yenyewe sina, si unanielewa? Kwa hiyo pesa ni kila kitu kwenye mahusiano, kwa sababu hata huyo ambaye ameolewa of course sababu anazo za msingi, lakini the main point pesa. Hivi wewe mimi ndo ningekuwa na mawe, anaanzaje hata kusubutu? Kweli asingesubutu. Kwa sababu angeamini of course ni right person. Vinavumilika hivi. Mimi sijui nisemeje. Ila mimi kwa background ya maisha yangu mimi najua pesa najua utanijaji pia. Najua pesa ina mchango mkubwa pia. Lakini kwa background yangu mimi naongea honest. Najua ina mchango mkubwa. Lakini mimi tu unajitetea sana, ongea. Sijitetei, I'm telling you, kwa sababu najua utanijaji. Sawa, Mimi pesa ina mchango mkubwa sana kwenye mahusiano and so on. Lakini pia pesa mimi kwangu usiniangalie hivyo. Pesa ina mchango mkubwa, lakini kwa ngoja basi let me go straight. Ina mchango mkubwa, lakini kwa background yangu mimi nahitaji upendo zaidi.
mnaelewekaga basi. Ukipewa upendo zaidi unataka hela. Tunaongea kuhusu mimi. Napenda hela sana, ndio maana naitafuta sana. Naomba unisikilize sasa ili uelewe maana yangu. Mimi napenda hela sana, ndio maana naitafuta sana, lakini pesa kwenye mahusiano kwangu mimi, kwa background yangu mimi, sijui unanielewa, kwa background yangu mimi ya maisha, mimi nahitaji upendo zaidi. Okay. Najua uwezi ukanielewa, lakini kuna watu wanaelewa ninachokimaanisha. Kwa nini sikuelewe? Nakuelewa. Kama umenielewa ni vizuri, lakini wewe unayeniangalia hapo unajua unaelewa mimi. Kwa hiyo pesa sio, sijasema kwamba pesa sio kipaumbele kwenye mahusiano. Nahitaji sana pesa. Nikija sasa mimi sina mawe, inakuwaje? Inawezekana, yani wewe hujanielewa. Nadhani naomba mnisikilize mimi mnaoniangalia. Tunakuelewa. Pesa ina mchango mkubwa sana kwenye mahusiano, lakini kwangu mimi kutokana na background yangu ya maisha, upendo una maana kubwa sana kwangu mimi. I feel you, unaona unaongea kwa emotion. Nadhani wanaoniangalia wanaelewa. Mimi mwenyewe nakuelewa. Kwa pesa ni muhimu kwenye mahusiano, lakini kwangu mimi nahitaji upendo zaidi. Nahitaji amani ya moyo. Hamna mtu ambaye ataka amani ya moyo. Of course mahusiano yanaiko kitu ni kwamba mtu mpaka anakuwa yupo kwenye mahusiano anakuwa na ile amani ya moyo. Kwa hapa nipo sehemu salama. Yes. Sio, unanielewa. Nipo zangu kwa Nuu na enjoy maisha. Yaani hata kama anaweza kata mna hela, lakini kuna ile nikiwa kwa Nuu. Ndio. I feel so safe. Kuna hicho kitu. Ukiwa una mtu unajisikia kwa mimi hapa nipo na amani kweli. Yaani ukiwa na kwamba eti hata hamna hela kwa sababu labda mtataka kula. Yaani hata ule chochote wewe kwako ni it's fine. Kwa sababu na believe mtapata. Ndio hivyo. Ni kweli. Wewe umesema ulikuwa kwenye mahusiano. Sasa mlivyokuwa kwenye mahusiano, yaani ni kitu gani kilikufanya ukaona hapa bana haya mahusiano yamefika mwisho? Ni hii hatua hii iliyofika climax hii. Mahusiano hapa tena hakuna. Kitu gani? Si ndio hivyo busy. Yaani alikuwa busy sana. Sasa nani sasa? Si ndio nakuuliza. Sasa unajua situation ambayo mimi napitia. Kwenye mahusiano yako, wewe ushaachana na mtu. Yaani nini kilisababisha nyie mkaachana? Mimi? Nafikiri cha kwanza ni michuzi. Sasa mpa. Yaani michuzi bana. Nafikiri mpaka kesho. Au watu walioniacha kwa sababu ilikuwa ni ya michuzi. Pesa. Ambao nimedate nao serious. Unajua hapa mimi hilo swala lako ni kwamba wale ambao nimedate nao, unajua mimi ukiingilia swala la kudate. Maana yake huyo mtu mimi nilikuwa naye. Yaani sijui nisemaje. Pika pakua yani hivyo kwamba tuna bank yaani si unanielewa, yani relationship ile yenyewe. Kwa kichwa achana na wengine hivyo kawaida. Kuachana ni hela. Au kwa kweli walio sasa ni pesa. Waliokukataa watakusalimia. Yani siamini kama ningekuwa na hela hata yule ambaye aliniacha kwa sasa hivi kaolewa, sidhani kama angeniacha. Pesa kaka. Sawa nilizingua, lakini I don't believe kama angekuacha kama ungekuwa na pesa. Nimekuelewa. I feel you. Kwa hiyo japo of course huyu mwingine huyu ni hiyo ni hela tu. Mahusiano yako mwisho alivunjika kwa sababu gani? Usinidanganye. Sababu unajua. Alinichiti. Okay. Alinichiti vibaya sana. Sababu kuchiti umesema unasamehe sana, manake mpaka hiyo cheating ambayo mimi sawa Anita, nimekuelewa. Cheating hiyo ya vibaya sana ni ipi ambao mpaka wakasema hii siwezi kumsamehe? Ndio maana nataka tu, kwa sababu mwanzo mmoja ulisema cheating unasamehe. Kwa sasa hapo usitaki kujifunga, inabidi useme kabisa huyu alinicheat hivi na cheating ya hivi haisameheki. Alirudia na ex wake. Wewe ni unataka nitoboe siri? Tulia. Basa.
Basi sawa. Arudia na ex wake. Mimi sina say tena. Yani alirudiana na ex wake akarudiana tena. Yani umemsamehe kwa sababu amerudiana na ex wake. Okay. Akarudi tena kwa ex wake. Unaongea kwa ujasiri sana. Utamsameaje? Unajua ukishaongea kwa ujasiri sana kuna kitu. Okay, tufanye sawa. Haya, kuna watu wanatutazama huko. Una followers wengi, si ndio? Sasa kuna mtu leo anajifikiria hapo, anatamani kuanza content creation, si ndio? Wewe unafikiri au unamshauri nini kijana anayetuangalia? Do's and don't. Yani ni kitu gani afanye TikTok akiwa na post video zake, ni kitu gani asifanye? Hivyo Instagram, hivyo Facebook, hivyo TikTok. Sasa mimi naamini ni consistency. Na kutoka tamaa. Unajua kuna mtu anakufuata. Mwanangu mimi natamani mwanangu na mimi nafanya kama wewe. Ndio. Mimi na mimi nifikishe followers. Unajua anatamani kuwa na yeye anafanya hizo content. Lakini mtu anakufuata labda ndio kwanza kafungua account. Hana posti hata moja. Sio. Mimi ninachomwambia. Kwa sababu hata mimi sidhani kama eti mimi ni complete content creator. Kwa sababu kama nilivyo mimi I'm just doing it for fun. Ndio. Yani kwa sasa hivi nafanya na enjoy. Yani haijalishi kitaniingizia au kitaniingizia, lakini nina enjoy. Yani passion. Yani passion hivyo. Kwa ndio maana mpaka nimekipost, maana yake kitu mimi nimekipenda, ndio maana nimekipost. Ndio. Kwa muda mwingine hata kama kisipoenda nitaumia kidogo, lakini as long as mimi nikiangalia na enjoy, it's fine. Si umenielewa? Kwa mimi ambacho waga naambia wewe kwanza inabidi nikosa pia cha pili. Wewe inabidi uposti content. Unataka kufanya kwa inabidi cha kwanza ufanye hizo content na uzipost. Swala kwenda au kutokwenda hilo kwa kwanza utaki kudili nayo. Yani sisi ambao tayari tushafika huko kwamba tushapata hiyo au maviwa si mafuta ndio tukiposti hajaenda kwa nini hajaenda hii hapa kuna kitu nimekosea hivyo. Lakini kwamba unaanza inabidi ujitafutie kwamba utajipatia wapi. Ndio. Yes, nimekuelewa. Na kama unavyojua TikTok maybe hata Insta. Hivyo. Listen, hata Insta. Yani kuna siku utafanya content hiyo moja inakupeleka. Ikienda basi wewe stick umo. Yani jua kabisa iko kitu hicho kifanya, ukifanya vitu vya design hiyo. Yani kama mimi content ya TID ndio ilienda kipindi kile. Who is this guy? Why between my interview passing out? Yani honest kutoka ndani ya moyo wangu. Kama nilivyokuambia mimi nafanya for fun. Na yani tena nakumbuka kipindi kile kuna content nilifanyaga na ex wangu mmoja. Ilienda. Ndio. Content tu ya kawaida ilienda. Ilifikisha karibia 10k. Nikawa najuza hivyo tu mnafanya mpaka content fika 10k. Kwa nikawa na wish. Unajua una wish. Lakini kwa sababu tunafanya fun nilikuwa na content kibao nyuma nishapost. Tena nakumbuka ile wakati tunaifanya ilikuwa ni asubuhi tumeamka na mwanangu. Hostep nataka nifanye maana simu ndio. Sina ile stand. Maana nitakisha kwenye mlango mara hivi nikawa nimegaili. Mwanangu ananiambia mwanangu sikia kuna jirani yani mfanya akatoka. Wewe mwanangu basi tusaidie hapa. Tusaidie kumshoot basi usi unanielewa hivyo. Kwa sababu ilibidi mtu apite nyuma. Sasa mara kisa sisi tulikuwepo wawili mimi na yeye mshikaji wangu amenakaa naye Hose. Kwa hiyo ilibidi simu tuitegeshe hadi yeye ndo apite. Kwa maana yake ilibidi apatikane mtu mwingine watatu ambaye atatushoot ili yeye apite, si unanielewa hivyo. Kwa hivyo kama nilikuwa nishaga hili mshika hivyo toka kwa ndo tukafanya hili na mimi nifatu kawaida nikaangalia mimi nikaipenda nikaipost. Kumbuka tayari nishapost video nyingi sana nyuma. Ndio. Nilivyoipost ikaenda boom. Na wewe mimi no kwa mtu anayeniangalia kama unatamani kufanya content creation, cha kwanza tu mimi naona ni quality za video pia. Yaani hakikisha ukiwa na post video zako ziwe zina quality. Hata kama una simu azima kwa sababu ni kitu ambacho unakipenda. Azima, usione aibu kuazima simu. Azima simu kwa mshikaji wako ya bana mimi bana. Naka content hapa nataka kufanya ni azime simu yako. Najua kutakuwa kuna ugumu ila wewe tu jilegeze, jishushe, ishi vizuri na watu hawezi wakakunyima simu. Azima simu, fanya content, post content ambayo ina quality. Ukisha post content ambayo ina quality, video lazima iende. Cha pili, labda uangalie main points na kuishi na trendi. Kwa mfano kama ndo unaanza, kwa mimi ninavyoona, trends hizi zinawapeleka sana watu. Angalia trending sounds, tumia zile trending sound zitakupeleka kwa kuanza sio mbaya.
Sio kwa kuanza. Ni kwa kuanza ni lazima ufanye hivyo. Tumia ikitokea ume trend tofauti na hizo ni inatokea. Inatokea. Cha tatu, usiwe disappointed pale ambapo umeposti video inakuwa ina viewers 13, 100. Mimi hata maisha hata sisi tumepitia. Siku ya kwanza naenda viral sikujua, kwa sababu nilikuwa nishazoea video zangu zinaishia 500, 900 ikijitahidi. Yani hapo ndo naona mimi nimeua. Lakini siku tu nimeposti video nipo chuo, nashangaa darasani naingia, vipi? Mbona sielewi? Tunatoka darasani kwa sababu mwalimu aliingia, baadaye nimerudi, maana nilipanda boda nikarudi chuo, naambiwa Pima, video yako imetembea. Nakumbuka niliwaongeleaga wale meters wale. Ile ndio video kusema ukweli ndio ilinipelekaga. Kuna ile kapo ya meters. Na nilichukua hivi kiutani tu, nikamwambia Pima, video yako imeenda na wale meters wamecomment kwenye video yako. Yani ilitembea kweli almost laki kama sikosei. Ndio kwanga mimi ndo nimeenda hivi. Video imeenda viral, nikaposti ya pili imo. Kwa wewe usiwe ndo kuanzia hapo. Lakini huko nyuma nilikuwa na viewers 500, 900, 113. Lakini nilikuwa siachi kwa sababu ni kitu ninachokipenda. Nitafanya hivi na post. Kwa siku tu nimeposti video ikatembea. Kwa ndo hivyo, usikate tamaa. Do it. Na kuanza ni sasa hivi, usisubiri kesho, usisubiri kushauriwa. Fanya unachokifikiria, ndo hicho. Hiyo ndo content. Unaifikiria ndo hiyo. Kwa hilo mimi ndo lao kuambia wanotuangalia. Ukiwa kwenye mahusiano, yani ni red flag ipi utaki kuipuuza? Au wewe ukiwa kwenye mahusiano ukishaiona hii ni red flag ipi huwezi kuipuuza? Mimi ambao siwezi kuipuuza ni mtu kwa hapo unaongelea ambao wote mna bang all the time mpo wote, au ni ambao labda wewe upo unakaa huku yeye anakaa kule, sema ni kwenye mawasiliano. Yani mpo kwenye mahusiano tayari, ni wapenzi. Kwenye mahusiano ni kitu cha kwanza. Cha pili ni kwamba mnaishi wote. Au kila mtu anaishi kwake. Basi tuseme kila mtu anaishi kwake. Mimi nataka kujua kuanzia hapo tu. Kama anaishi kwake, mimi ambao siwezi kuipuuzia ni ile kujifanya mtu uko busy sana. Yani kwenye mahusiano hamnaga busy ni kweli. Nazoazi mtu namuelewa, ni lazima uwepo muda. Yaani hata nipo kwenye podcast hapa. Lakini na chat na mchumba, so unajua hivyo kwa hamnaga busy. Yani kuna mpaka unakuwa busy kiasi hiki, kwani kwamba wewe siku nzima mpaka unalala hujawasiliana na mtu. Au wewe ipi ambayo? Mimi vipo vingi, lakini cha kwanza mimi red flag yangu kubwa, sipendi mwanaume mchoyo. Mimi pia sipendi mwanamke mchoyo. Mchoyo. Mimi pia sipendi mwanamke mchoyo. Wewe upendi mwanamke mchoyo. Mimi sipendi mwanaume mchoyo. Ndio. Cha pili, sipendi mwanaume anikosee heshima, yani anishushe fulani, anione mimi ni kitu fulani hivi. Sipendi. Na mchoyo anakuja kwenye vingi. Mimi hizo ndo red flag zangu siwezi kuzidi. Mchoyo inakuja kwenye vingi. Sio kwenye mchoyo. Unajua kuna mchoyo, alafu kuna mchoyo. Sasa mimi simaanishi mchoyo. Na maanisha mchoyo. Kukujiba tu, hata akikujiba lazima umind. Sawa, basi mimi sema tu basi mchoyo. Sipendi mwanaume mchoyo. Sipendi mwanaume anikosee heshima, nione mimi ni kama kitu fulani. Yaani sijui nichukuliaje yani. Hivyo ndo sipendi. Hivyo vingine naweza nikavumilia, vinavumilika. Maana mapenzi ni uvumilivu. Kwa busy nini unaweza kuvumilia? Nakuelewa, lakini tuongee. Mimi naaminiki kwamba kwenye mahusiano mawasiliano ndo kila kitu. Ndio, mkishakaa mkaelewana, mimi muda huu nipo na kazini. Yani ili mradi tu upo na kazini. Yani upo kazini, mimi nitaelewa. Basi mimi tu unipe taarifa, hivyo vingine vitakuja huko. Ila unipe taarifa, sasa hivi nipo kazini, sasa hivi nafanya hiki, mpenzi wangu nipe hiki. Akiwa na kucheat. Ananicheat, hiyo ni nyingine sasa. Ila mimi ninavumilia, mimi ni mvumilivu sana. Kwenye swala la kucheat. Hii ni swali nakuuliza, wewe unasamea au hausamei? Mimi nasamea. Mimi ni mvumilivu. Na mimi ninapenda sana. Na nikipenda sana, napenda sana. Yani na nikipenda napenda, yani ninaingia mazima.
Na sio mazima, ni mazima. Unaingia miguu yote. Yaani yaani mimi ndio nilivyo. Kwa maana huko ulipo umeingia miguu yote hiyo ni issue nyingine. Okay. Lakini mimi nikipenda napenda sana. Kwa hiyo ndo maana sipendi sometimes yani kurukaruka kuwa na mahusiano hivi. Napenda haipendezi. Kwa hiyo ndo maana nikimpenda mtu natamani nimpende mtu huyo mmoja. Hata mimi natamani nimpende mtu huyo mmoja, nimpende sana. Yeah. Mimi nikijizia kwa upande wetu sisi wanaume yani, na ndio maana nikakuuliza wewe unasamea mchiti kwa sababu mimi naamini ndio mwanamke ndio yani kwenye swala akichita na mwanaume wake kusamehe ni easy. Yani so ni rahisi, lakini yani yeye ni kama ni haki yake kusamehe. Ni kama ni kusamehe ni sawa, ni kwa kile kusamehe wake as long as anampenda na mshikaji mmoja akiwa kule anamuelewa. Unajua kuna ile sisi tunachiti kwa matamanio tu. Ninyi mnachiti kwa hisia. Yani wewe mpaka umechiti maana yake wewe mtu umemuelewa. Wewe mpaka mtu unatoa kabisa nguo zako hivi maana yake wewe mtu umefanya. Umemuelewa. Ila sisi hatubagui, hatuchagui, atakayetuzika hatumjui. Kwa hiyo lakini na wewe kwa nini umchiti mtu? Ndio maana nakwambia hivi sisi inatokea lakini kwa sababu sisi tunachiti kwa tamani. Nimeona tu nimemtamani lakini sio kwamba eti mimi ndio hisia zangu zote zipo kwa yule, hapana. Kama na mimi nikishamalizana na yule akili yangu inarudi kwa mke wangu, kwa mke wangu hivyo. Lakini at the end of the day hiyo ni cheating. Of course na kitu ambacho sio kizuri. Na ndio maana sisi sasa sisi kitu ambacho yani mimi sasa hapa acha nijiongelee mimi. Kitu ambacho siwezi kusamehe ni hiyo cheating. Na usisamehe cheating. Mimi of course mimi naamini mwanamke anabidi anisamehe nikimchiti. Hiyo sio wewe nisikilize, yani sio kwamba ni haki, lakini naona kama ni kuna yani inawezekana. Yani unajua kwa mtoto wa kike kumsamehe mtoto wa kiume kuna chance, yani kuna nafasi hata kidogo inawezekana. Lakini sio maamuzi yako sasa. Hayo ni maamuzi ya mwanamke. Yani tukiongelea kiuhalisia, yani mwanamke kumsamehe mwanaume akimchiti, yani kuna space ipo kwamba inawezekana akamsamehe na maisha akaendelea. Ila mimi yani mtoto wa kiume unaanzaje kumsamehe mtoto wa kike amekuchiti? Unajua sisi kuna vitu vingi vinakuja kichwani. Yani kwa hiyo huyu ameenda kuwa na mshikaji. Yani unafikiria vitu vingi sana. Kwani sisi wanawake yani na sisi hatufikiri. Kwa hiyo alikuwa anairudisha mwenyewe. Yani si nikwambiaje? Kwa hiyo unafikiri sisi hatuumii kwamba nyewe mnapoenda kuchiti? Hasa nyinyi kitu cha kwanza unaweza kwani kwamba nyinyi yani ukiona mwanaume wako amechiti, swali la kwanza kaja kumuuliza ni kwamba umempenda yule, si umenielewa? Yani hilo ni swali lako la kwanza. Mimi lazima nikuulize. Mimi ndio nitakujua kwamba wewe umelala na yule. Ndio hapo tunapotofautiana. Nyie mnatamani, si tunachiti kwa hisia kweli. Ndio hivyo. Okay. Sio mbaya. Wewe your favorite content creator ni nani? Naomba nikuulize kwanza hilo swali wewe. Unaweza kujimisha hata wewe mwenyewe. Kwa hiyo your favorite content creator ni nani ambaye anafanya vizuri? Na mimi jamani nikimwangalia namkubali sana. Taijalishi ni anaanza, ni anamaliza, ni ana nini. Your favorite content creator wa Bongo. Naomba nisisitize hapa. Naomba nikuulize hilo swali wewe. Wewe favorite content creator wako ni nani? Sasa mimi najibu very honest. Ndio. Very very honest. My favorite. Mimi nisiwe muongo. Unajua sasa hivi ambao wanafanya kwa sababu kuna mpaka wa macomedian manini. Ndio Mimi favorite kwanza ni mimi mwenyewe. Nisio kwa sababu mimi najienjoy sana, yani najienjoy to the maximum. Yani mpaka unaweza nifanya video, yani mimi nikifanya video nikijua labda za challenges zile nimepatia sana. Ndio. Yani najifeel, yani mimi naweza hata nalala hivi najiangalia. Yani nakuwa na enjoy, sio unanielewa. Kwa my favorite kwanza ni mimi mwenyewe, sio unanielewa. Ndio. Nafikiri inatosha. Kwa sasa unahisi kwamba wewe ndio the best au what? Mimi mimi nawapenda content creators wote kwa sababu najifunza vitu vingi kutoka kwao. Nitajifunza kwa huyu, nitajifunza kwa yule. Ndo maana nikasema hapo mwanzo hakuna star wa TikTok. Kwa hiyo kila mtu anayekuja kwenye macho yangu kwenye FYP
for you yangu ile pale najifunza huyu kafanya hivi, huyu ana edit video zake hivi, kwa nitachukua kitu pale. Kwa mimi kila content creator, kila TikToker mimi ni my favorite kwa sababu najifunza kutoka kwao. Hata Nurdin mimi najifunza vingi kutoka kwako. Hizo siasa. Sio siasa, serious. Kwa sababu siwezi nikaongea uongo, to be honest. Mimi kwangu najifunza nini? Consistency labda. Mimi ni mvivu wa kuposti video. Hata Adobert alishe kuniambia mimi ni mvivu. Mimi ni mvivu obvious. Hata aliniambia kitu kimoja na ambacho kinanisaidia na najua yeye hajui kama kilinisaidia. Nilikuwa nimestiki kwenye 9 ile 90k. Akaniambia hivi, pima ukiona post hizi video, wewe unaenda posti video nyingi. Hajui hapo alipo. Kwa mimi nikawa na posti video nyingi na imenisaidia nimefika 100k. Ndio. Mimi ni mvivu. Kwa hiyo wewe hapa una consistency. Hicho ni kitu ambacho naweza kujifunza kwako. Hata ukiwa kazini pale utachukua muda wako utaposti video. Ni tofauti na mimi. Kwa hiyo mimi ndio maana nasema kila content creator, kila TikToker ni favorite kwangu kwa sababu najifunza vingi kutoka kwao. Huyu nitajifunza kuedit video, huyu nitajifunza kuweka sauti. Siasa zinatosha. Sio siasa, huo ndio kweli. Serious, Mungu ananiona. Sawa. Serious, siongee siasa. Sari nyingine. Okay, wewe hapo katika kufanya kwako contents mbalimbali. Najua unafanya contents za aina mbalimbali. Yaani wewe ni content gani ukifanya tu unajua kabisa hii lazima itoboe. Hii lazima iende viral. Yaani by any means itatoka. Unajua kuna kwenda yani manake mimi nikiposti haiwezi eti isifikishe 10k. Ndio. Ni uongo. Ni uongo. Yaani kwamba eti content nimekaa wiki nzima na viewers sio 7,000 ngapi hapo. Yaani maana yake 10k ni lazima itafikisha. Ndio. Shahidi na Suzu kwa sababu baba ndio hizo ambazo zimenipeleka mjini yani. Okay. Yeah. Ulikuwa na mimi Pima. Jina la ugali ni Pima. Jina la kawaida Anita. Ila usiniite Anita kwa sababu sipendi kuitwa Anita. Uendelee kuniita Pima kwa sababu hilo ndo jina la ugali. Yeah. Na ndugu yangu hapa anaitwa Nur Lion. Hataki kuitwa Nurdin jamani. Kwa sababu mimi sio kama sasa hivi. Wewe niite vyovyote. Nur Lion. Nurdin vyovyote. Yeah. I'm comfortable. Upo comfortable. Hata Nurdin si ndo jina langu jamani. Kwani nilikata? Na jina zuri. Okay. Sababu sio jina tu, jina nilipo. Ni jina zuri. Unajua tu Nurdin yani ni majina ambayo nadra sana. Tofauti sio bana Muhammad. Yaani kila mtu ni Muhammad. Kwa kweli. Kila mtu Abdalla, sio unanielewa majina fani common. Sio kila mtu Ali. Ndio. Lakini Nurdin, yani Nurdin watu ambao wachache kwa. Wachache ya. Kwa jamani tumeenjoy sana kwa kwenye podcast hii. Tumeenjoy. Yeah. Tumeenjoy sana. Tumeenjoy sana, tumeshare iliyopo kwa wewe moyoni kwa mimi kwangu nimetoa stress. Mimi kweli mimi honest. Ndio. Sijui mimi nilivyoongea vyote. Ndio. Ni vya kweli. Vyote. Nurdin una maana gani? Hata mimi nilivyoongea hapa ni vya ukweli na vengi nimevimaanisha. Najua Nurdin kuna kitu anakimaanisha. Tutaongea huko. Shout out to Stories za Benga jamani, nimeenjoy sana kuwa hapa. Tumepiga stories za kutosha pamoja na Mr. Nurdin. Nur Lion. Ukiwa na Pima hapa napenda kuitwa Pima. Nimetaji vizuri basi. Nur Lion. Kama Diamond kwa shout out kwa Stories za Benga, tumeenjoy sana kuwa hapa sana 10 over 10 minus nothing. Hakikisha una like, kucomment na kushare kwa marafiki zako hii video, lakini pia usisahau kusubscribe. Lakini pia tumeongea mengi sana hapa. Wewe tuambie hapo yapi yamekugusa, lipi unatamani kulisema, labda na wewe siku tutakuita kama unatamani kushare chochote na sisi, labda Stories za Benga atakuita kwenye podcast yake ili na wewe uelezee maisha yako halisi. Mr. Nurdin. Toa story basi, toa shout out kwa Stories za Benga kidogo. Mimi ni IBC, story shout out story ni IBC. Nur Lion, labda kama jina linakuchanganya hivi. Nenda kwenye page ya Diamond Platinum. Wewe Diamond Platinum TikTok. Ndio. Diamond TikTok ana followers karibia milioni 10 hivi. Ndio. Ana following 42. Sio unanielewa? Kwa hiyo kama Nur Lion unaweza kuwa umjui, unakaende pale. Nenda pale kwenye following wale watu 42, come search. Una tabia kidogo ya uhaya. Wewe ni muhaya. Hapana. Wewe ni muhaya.
hizi shout tunazituma kwa Diamond Platinum. Lakini pia nimefurahi sana naona pia umetrend sana kwenye nyimbo mpya ya Diamond ya Happy. Hongera sana kwako. Kama mnataka kumuona hakikisha unatembelea page ya Diamond, pale utamkuta Nurdin amefurahi. Hivi unajua kama yule ni Diamond? Tunajua ni Diamond. Hivi unajua kama yule ni Diamond? Yani jamani aliyefollow ni Diamond. Ana maneno mengi sana. Hakikisha unatufollow kwenye page zetu za TikTok. Mimi natumia Pima au I am Pima. Hivyo unaweza kuni search pale TikTok utanikuta. Hakikisha una like na kucomment video zangu baadhi, lakini pia usisahau kunifollow. Kuna mimi pia Nurlan unaweza kunipata katika mitandao yangu ya kijamii Nurlan, Instagram Nurlan, pia TikTok, au kama utapata shida kwa TikTok unaweza kwenda kwenye page ya Diamond Platnumz kwenye following yake ukamsearch Nurlan, utakayemkuta ndo huyo ndo mimi. Bye bye. Bye bye.